Ah, leo wanasema ni Ijumaa Kuu, wameipa ukuu kwa sababu wanasema Yesu awe alikufa siku hii ya leo. Na zamani ilinitatanisha hii kidogo, kwa sababu ukianza leo siku ya Ijumaa na anaonekana alikufa jioni kabla ya Sabato kuanza, kunaleta mkanganyiko kidogo, kuonyesha ilikuwaje siku tatu Yesu alikaa kaburini. Lakini jambo moja ambalo nimeweza kuligundua tena zaidi, Wayahudi wao walihesabu ilimradi tukio lolote lingeangukia kwenye hiyo siku, ilikuwa siku kamili kwao. Jambo fulani ambalo lilifungua akili yangu haraka sana, kwa sababu wakati mwingine kulihitajika hesabu nyingi za kupigwa hapo, na watu wametengeneza masomo mengi sana, lakini kaja kugundua kwamba wale ndugu wao walikuwa wanahesabu siku ilimradi, yani hata kama ni jioni, mradi jua lilikuwa halijazama likaondoka kuimaliza hiyo siku, ile tukio litakalotokea pale ilihesabia siku. Kwa hiyo haijalishi ilikuwa siku gani Yesu alikufa siku ya Ijumaa, kwao ilikuwa siku kamilifu. Kwa hiyo Jumamosi ilikuwa siku ya pili kamilifu, na unaona alifufuka siku ya Jumapili asubuhi, kwa sababu tujua lilikuwa limechomoza. Kwa mtazamo ule ilikuwa ni asubuhi, sio kwa isingeachwa basi mpaka iende siku nzima, yani kwa sababu tu tayari ilikuwa jua limechomoza, kwao ilikuwa siku kamilifu. Kwa hiyo zikahesabuka siku tatu kwa namna hiyo. Kwa hiyo isikupe shida hiyo, kwa kadri unavyozidi kukua vitu vingine vinakuwa haviwezi kuchukulia muda tena kuendelea kuargue na watu na vitu kama hivyo. Haisaidii tena. Walikuwa hesabu masaa kwamba siku tatu masaa 72. Yani siku tatu, hata kama zingelikuwa ni siku moja labda ndo nzima katikati ile, huku hata ikiangukia masaa 2 au 1, kwao ilikuwa siku kamili. Na hata huku kwenye kufufuka, tunaona alifufuka asubuhi sana, alfajiri, tayari kwao ilikuwa siku imekamilika. Amen. Okay. So tuna hii ajabu sana, hii ajabu sana, na siku hii niliona eneo la muhimu kabisa ambalo nimesimamia kuliongelea, ilikuwa hasa kuelezea namna ambavyo wokovu wa Bwana kwa mwanadamu ulivyokuwa. Hiki jambo la ajabu sana. Unajua, unapoongelea habari ya kusema unapozungumzia Pasaka kama hichi kipindi ambacho tunakizungumza sasa hivi, unazungumzia tukio moja kubwa sana. Unajua kwenye Christmas umeona tu watu ilibidi wawe na Yesu tu alizaliwa, wakatengeneza at least kwe kuna kusherekea kuzaliwa kwa Yesu, lakini haina asili ya moja kwa moja ambayo unaweza ukataja tarehe yake, haijulikani. Lakini kipindi cha Pasaka ni tukio ambalo ni la wazi sana, na unajua lilisherekea wiki nzima. Amen. Sasa hivi Wayahudi wanasherekea, wewe ukifuatilia mkaanza kugoogle, kwa sababu ni dunia imekuwa kijiji sasa hivi, wewe kweli kabisa ukifuatilia utakuta hili ndio juma la usherekeaji wa hicho kipindi, na wao hawajai kumiss ile kalenda. Kwa ni kipindi kabisa hichi na ukijua alikuwa akisherekea hiyo nani ya dhabihu, kulikuwa kuna sherehe zingine pale ya mavuno, sio kulikuwa na sherehe kadhaa hivi walikuwa wanasherekea pale, ukizisoma utakuta ziko pale. Kwa hiyo ni kipindi halisi kabisa ne? Lakini ukiacha uhalisi wa kipindi, nguvu ya tukio lenyewe lililofanyika, ndio ukombozi unapofanyika. Ukombozi haufanyiki kwenye kuzaliwa kwa Yesu, japo tunajua ni muhimu. Ukombozi haufanyiki kwa miujiza ambayo Yesu alikuwa anawaponya watu, japo tunajua ni muhimu, watu walihitaji uponyaji. Umeona, uponyaji yani umuhimu wa wokovu haufanyiki kwa Yesu kwenda binua meza mle kwenye hekalu, Yesu kusutana na Mafarisayo. Ukombozi uko kwenye kufufuka. Kufufuka kuna maana alikufa, kufa kuna maana alizaliwa. Kwa silitupi nje hilo tukio la kuzaliwa,
lakini si la muhimu sana kama kufa, kuzikwa na kufufuka. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana sana. Nataka tupitie kidogo kwenye hichi ambacho tumekipitia, kwa sababu ukisoma kwenye Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8 na Petro wa kwanza sura ya kwanza 18 hadi 20, kunazungumzwa kwamba Yesu awe alikufa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Haiseme alizaliwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, ila imezungumzia tukio la kufa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Sasa kama alikufa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, kwa nini kabla hajatengeneza misingi ambapo ulimwengu utakaa juu yake, na huo ulimwengu ndani yake kutakuwa na galaxy, kutakuwa na superclusters, kutakuwa na universe, kutakuwa na solar systems, na ndani yake kutakuwa na sayari moja ya hizo sayari itakuwa dunia, na anakufa kwa ajili ya kiumbe anayeitwa mwanadamu ambaye ataishi kwenye dunia kabla ya kufanya misingi ya ulimwengu. Ina maana kabla ya wakati, kabla hajatengeneza muda. Inasema alikufa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Sasa hili tukio ni la muhimu sana. Hili linatangaza kwamba mwanadamu alikuwa amejulikana katika mawazo ya Mungu, atapitia katika hizo, na Mungu atangazaye mwisho tangu mwanzo alimaliza mwanzoni mwa wazo hilo, kila kitu kikaisha pale. Kwa hiyo kila kitu kilichokuwa kimebakia ni mchakato wa tunapopita ili tujichakate wenyewe, bado tufikie pale pale ambapo Mungu alifikia mwanzo wa wazo lake. Alivyowaza alimaliza pale pale. Na sasa angalia, wakati amemaliza pale pale, unaweza ukaona kuna jambo la ajabu sana la kumaliza huku. Ina maana ni kama vile aliweka godoro chini lenye ncha nene, ambalo wewe utaanguka tu kwenye mti pale, akijua wakati wewe hujajua utaanguka hata kwenye mti, kwa sababu hata kwenye mti hujaweka. Kwa hiyo aliweka pale lile godoro, wakati utakapoanguka lile godoro likudake, yani wakati hata hujawepo mti wa kukuweka ili utoke yani wazo ili uanguke kutoka kwenye mti bado hakuna. Kwa hiyo akaweka lile godoro pale. Kwa hiyo ukombozi wa Kristo Yesu kwa Mungu kwetu ni tukio ambalo lilionwa kwenye mawazo ya Mungu kwa mwanadamu kuanguka, ingawa Mungu hata muingilia katika maamuzi yake. Hiyo haimnyimi Mungu kujua mwanadamu atakavyoamua, na hili ndilo linalotangaza ukweli huo. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu anataka kukupa wewe maisha yake, lakini analinda kukupa moja kwa moja, asiwe amekutengeneza roboti. Anakupa nafsi yenye hiari, kwa hiyo yenye uwezo wa kuamua yenyewe. Kwa hiyo kila anachokitoa lazima kiamuliwe na wewe kukipokea na kuwa nacho. Kwa anasubiri hali hiyo ya wewe kukipokea. Unakuwa na ukuaji wako binafsi, unakuwa, lakini kumbuka amekuwekea godoro utakapoangukia. Wakati umefika wa kufanya hivyo, unakataa, unakuwa umeanguka, lakini sio kwamba Mungu ndo anaanza kushughulikia wokovu wako. Yaani utakapoanguka tayari ulishashughulikiwa huo wokovu. Angalia, mtu anapoanguka wokovu aliukuta tayari. Siku ambapo anaanguka, maandiko yanazungumza kwamba ndipo ambapo tangazo la mzao wa mwanamke kuja lilitolewa, Mwanzo 3:15. Lakini anakuja miaka maelfu ijayo kwa hitaji la sasa, akatolewa mnyama kama mbadala wa wokovu wako. Yaani wewe usife, mnyama afe badala ya, kwa sababu kuna Kristo ambaye amekufa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, akatoa huo wokovu. Kwa hiyo wewe lazima urukwe na hayo mauti ambayo tayari wewe umeyaingia. Kwa hiyo pamoja na kuyaingia, Mungu tayari kashafanya suluhisho, na hilo suluhisho alilolitengeneza tayari linaweza kukuokoa njiani. Na ndio maana hapa mimi nasema kwa kujua kule
Anamjua mwanadamu wa mwisho atakayekuwa anatakiwa aishi bila kufa, na alimjua mwanadamu wa kwanza kabisa ambaye ataishi akifa. Kwa hiyo hawa watu waliruhusiwa kuvaa mwili kwa msururu wa namna ambavyo maamuzi yao Mungu akiyajua watakamofikia. Ndio maana hakuna sasa hivi hata mtu mmoja ambaye atafikia ile Waebrania sura ya 8 mstari wa kuanzia 10 pale na kuendelea chini, anasema itafika hatua pasiwe pana mtu anasema mjue Mungu, pasiwe na mtu anaenda kumfundisha jirani yake mjue Mungu, pasiwe na jirani au mtu yeyote kwenda kumwambia mdogo au mkubwa mjue Mungu, kwamba wote watanijua, tangu mtu mzima hadi mtoto. Kwa hiyo mpangilio wa kuzaliwa kwetu umepangwa kutokana na decision zetu bila kuwa zimeingiliwa, lakini Mungu ameweka utaratibu wa decision zetu katika kuzaliwa kwetu. Ndio maana hatuna mtu ambaye hajafa mpaka sasa hivi. Hii haitokei bahati mbaya au kiaina tu, imepangwa ili kuto kuwalazimisha watu wengine kufanya maamuzi ambayo hawakuyafanya. Kwa hiyo kwa sababu Mungu alijua maamuzi ya mwanadamu ambayo kayafanya, alitupanga kutokana na namna tutakavyofanya maamuzi. Kwa hiyo wewe kama umezaliwa kipindi hichi, baada ya mambo mengi unayoangalia nyuma yamevuka, fikiria kipindi ulicho ni cha namna gani. Kipindi sio watu wanatafuta maandiko, kipindi sio watu wanaandika maandiko, kipindi sio giza watu wanakataliwa kuhubiriwa Injili na wanauawa, kipindi ambacho hamzuiliwi kukutana kama hivi ili msikilizane habari, kwenye nchi ambayo si sheria ya kidini kukuzuia kwa namna moja au nyingine, kwa sababu hata kipindi kisha sasa kuna watu ambao wamezaliwa kwa kuzaliwa tu, wamejikuta kwenye nchi ambazo ukijaribu kusikiliza, ukijaribu kuhubiri, ukijaribu kwenda maeneo ambayo wanasema hivi au kusikiliza hivi unaadhibiwa, au hata mwingine wakati mwingine kuuawa. Fikiria wewe uko kwenye nchi ambayo haiko katika huo mfungamano, una uhuru huu wa kuweza kusikia maneno kama haya. Unafikiri uko kwenye position gani? Unajiwazia uko katika nafasi ipi?